Kuna hii picha ya Nifa imeweza kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii na kila mmoja kuzungumza kuhusiana na hii picha ya Nifa, ambapo leo hapa ni walipokuwa wamefikishwa mahakamani kwa ajili ya kutolewa uamuzi juu ya kesi yao. Tunafahamu sasa hivi kuna kinachoendelea ni misamaha hizo ambazo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliweza kutoa kwa wale ambao wataonekana walishawishiwa kuingia katika maandamano hayo waweze kuachiwa. So wameachiwa, walipelekwa awamu ya kwanza 48, wakaachiwa 47. So hii kwa Nifa pia na wao wameingia kundi lao kufanyiwa pia maamuzi. Sasa kuna hapa Nifa kipindi anashuka kwenye basi ya magereza alikuwa ameshikilia hapo tasbih, lakini pia huo ndio muonekano wake wa kipindi hiki, tofauti na pale mwanzo ambapo alionekana akiwa amevaa traki. Unaona bwana. Sasa hapa maoni ya watu ni mengi, kila mmoja akijaribu kuongea lake kuhusiana na huu muonekano. Kuna huyu hapa ameposti yeye picha ya Nifa kipindi mara kwanza kipindi ameonekana kule kipindi anafika mahakamani na muonekano wa sasa, alafu na kuuliza tu kwamba nani anaweza kuandika utofauti mzuri wa hizi picha mbili. Nani anaweza kuandika utofauti mzuri wa hizi picha mbili, muonekano wa kwanza na muonekano wa pili? Huyu anasema mwanzoni hakuamini kuwa hili jambo wamelivalia njuga, lakini siku zimepita ndo akaamua kukubaliana na hali halisi na kuamua kumwachia Mungu. Huyu anasema ya kwanza kulia inaonesha Nifa alikuwa hajapata somo la kutumia muda wa kuwa mahabusu kwa kujirekebisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu wake. Picha ya pili, yani ya kushoto, akiwa katika stara na akashika tasbihi. Sasa inaonesha Nifa kagundua kuwa muda wa kuwa mahabusu yaweza kuwa fursa ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, ndio maana kavaa stara na kushika tasbihi kwa ajili ya ibada. Huyu akaja akasema hata mimi niko pamoja na wewe. Kabla ya kuona hiyo komenti hiyo komenti ya wewe kukusapoti kudai hicho ambacho umekiandika, hata mimi niliwaza hivyo hivyo pia. Huyu akaja akasema huyu hapa anasema nasemaje, picha ya kwanza inaonesha safari ya maumivu, mavazi mazito, uso wa huzuni na mwili uliobeba uzito wa mateso. Ni hatua ya maisha ambayo mtu hupitia akiwa kwenye giza, akipambana na hali ngumu na kunyanyaswa na mazingira. Hapo Nifa moyo wake una maumivu, machungu na huzuni. Picha ya pili ni ushahidi ule wa kimya kimya, ni ushindi ule wa kimya kimya, nguo nzuri, mwanga usoni, nguvu mpya na utulivu. Inaongea juu ya mabadiliko, urejesho wa heshima na ushindi baada ya dhoruba ndefu. Hapa ni matumaini ya kuwa Nifa anaenda kushinda, kutoka kwenye maumivu hadi tabasamu, kutoka kwenye giza hadi kwenye nuru, kutoka kwenye kufungwa hadi kusimama tena na kuwa mshindi. Nifa is coming back na anakuja na nguvu mpya, na hapa safari yake ya maendeleo hujiandika upya na dunia inatambua. So huo ni ujumbe ambao huyu kaweza kuandika. Mwingine anasema ukimtegemea Mungu haimaanishi kwamba hautopata matatizo. Utapata matatizo, lakini Mungu atakupa njia bora ya kuvuka. Huyu akaja akasema picha ya kwanza inaonesha kwamba alikata tamaa na kuona hana tena matumaini kutoka kwa majaribu aliyopata. Picha ya pili, alikubali kuwa majaribu ni mtaji, atahakikisha anamrudia Mwenyezi Mungu wake. Mwingine anasema anasemaje huyu? Anasema picha ya kwanza
Inaonesha kwamba ukikata tamaa kwamba picha ya kwanza inaonesha kwamba alikata tamaa na kuona hana tena matumaini, lakini ya pili inaonesha kuwa tayari ameyashinda majaribu na sasa ana matumaini. Huyu anasema Nifa achoke kumwomba Allah kwa wakati mgumu sana anaopitia. Huyu anasema kumbe ni Muislamu huyu dada, mbona alikuwa anahangaika mara pastatoni mara tasbih. Huyu akaja akasema kwa badala mumuombe atoke mna kazana amepungua. Mnadhani huko ndani ni Dubai. Huyu anasema ya kwanza anaonekana ametulia lakini mwenye mawazo akishuka kwenye gari. Ya pili anaonekana amechoka na kimya, mwili uko relaxed zaidi japo ana mengi moyoni mwake. Nampenda sana Nifa, inshallah soon atatoka. Nifa anaamini katika yote, Mungu amuongoze katika yote. Huyu anasema kwanza amepungua na amekuwa mweusi, lakini pia leo naona amepata hata kuvaa viatu. Jamani, lakini kubwa zaidi anamwamini Mungu na ndio maana yuko na tasbih. Huyu anasema matatizo yanatuweka karibu zaidi na Mwenyezi Mungu siku zote, na ibada unazifanya hasa kwa umakini na nia thabiti, maana moyo wako unakuwa unatumaini kubwa, na japo Mungu pia humsikiliza mja wake na kumuondolea shida. Picha ya kwanza bado tatizo lilikuwa halina muda, kwa hiyo mambo mengi yanakuja kichwani na ushauri mwingi kutoka kwa watu tofauti vilikuwa vinamkosesha muda wa kumfikiria yeye kama yeye nini afanye. Baada ya kutulia na watu kupunguza ushauri na kupata muda wa kutafakari yeye kama yeye, akapata jibu kuwa ni kuomba Mungu kwa dua na sala muda wote, ni kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Inshallah atamvusha salama kwenye mtihani huo, kwa Mungu muweza wa yote, kwake anawezekana, muhimu kumtegemea yeye tu. Huyu anasema picha ya kwanza kulia, mtuhumiwa alipoteza tumaini kabisa, ila picha ya pili ya kushoto amepata tumaini jipya la kumwamini Mwenyezi Mungu. Mwingine anasema Nifa amepungua kiasi chake, amepungua sana jamani. Huyu anasema kwamba hii picha ya mwanzo alikuwa mnene, lakini ya sasa Nifa amepungua. Huyu anasema kuna wakati unasema sasa msaada ni Allah, Mola mkubwa na muweza wa kila jambo, na ndiye atakaye kusaidia na kumrejea ukijua hakuna ila yeye. Kuna wakati binadamu anajisahau na kuona kuwa star kamaliza kila kitu, anamwabudu Mungu kwa maneno na sio vitendo. Allah lakini Allah anasema rudini kwangu, hakika na mimi nitawapokea na kuwasikiliza shida zenu.